Kwa mimi matumaini yangu na tume hii ni kutokana na historia yetu kama taifa, kwamba ni tume ya watu weledi. Nikiangalia aina ya wajumbe wa ile tume, kwanza mwenyekiti tu wa lile jopo, Jaji Chande, ni mtu ambaye historia yake, CV yake ni ya kimataifa, hana madoa. Na sote tunakubaliana tulioko huku upinzani kwamba Jaji Chande tume yake ya mwaka 2023 aliyoisimamia kuhusu haki jinai ilikuja na ripoti nzuri iliyoainisha changamoto zetu za haki jinai. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba tume hii imeundwa na watu ambao wana ueledi wa kutosha, hawana madoa, wanaaminika ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo tu linanifanya niamini kwamba tume hii itafanya kazi yake kwa umakini mkubwa. Sitaki kuamini watu kama Jaji Chande, Jaji mstaafu Ibrahim Juma, IGP Mwema, wakina Luteni Jenerali Meela, kwamba wakina Ombeni Sefue, katibu mkuu kiongozi, balozi na mabalozi wengine walioko pale watakuwa tayari kwenda kuharibu sifa na heshima yao ambao wameijenga kwa miaka mingi katika taifa letu ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hilo linanipa matumaini, niamini tume, na ndio maana niko tayari kuwashawishi na wenzangu tuipe tume nafasi itimize wajibu. Ni muhimu sana kwa wananchi wa nchi hii kuipa nafasi tume itimize wajibu wake, ije na ripoti, ili kama taifa sasa tukishajua tulijikwaa wapi, tuanze kutafuta majawabu kuanzia pale tulipojikwaa, tuanze kusogea mbele tukiwa wamoja kama taifa na kama nchi moja ambayo haina mjomba wala shangazi wa nje ya nchi. Amini tume hii ya Jaji Chande ina uwezo wa kwenda kufanya hiyo kazi, kwa sababu ni tume ya watu weledi na wenye uwezo wa kufanya hii kazi kwa maslahi mapana ya nchi yetu, na ni wazalendo kweli kweli kwa taifa letu.